Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadithi uliyotuma Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadithi uliyotuma Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ala ukhbirukum bi ahli aljanna, yeni ukhabarisheni watu wa peponi. Shakataja sifa zake, akasema kullu dha'ifin, ni kila mtu ambaye ni dhaifu. Na udhaifu hapa sio udhaifu wa imani, bali udhaifu uliokusudiwa ni mbele ya watu, ni mtu kuwa dhaifu mbele ya watu, sawa sawa. Kadhalika akawa hana jeuri, hana kiburi, sawa, ni mtu ambaye hana cheo mbele za watu, sawa, kama alivyosema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, ad-dha'ifu alladhi la yu'dhi an-nas, ni yule ambaye hawaudhi watu, wala yatakabbaru alayhim, wala hana kiburi juu yao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kullu dha'if, ni kila mtu ambaye ni dhaifu, hana qima mbele ya watu. Kisha akasema mutadha'ifin, sawa, mutadha'ifin kwa maana ya kwamba anajiona mdogo, hana majivuno mbele ya watu, ananyenyekea kwa watu, kadhalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Haioni nafsi yake kwamba yeye ni mbora kuliko wengine. Kadhalika law aqsama ala Allah la abarrahu, law angeapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah angemtekelezea jambo lake, angemwomba Allah, Allah angempa, sababu angemwomba kwa ikhlas, kwa sababu mtu huyo anakuwa ana ukweli katika imani yake, kadhalika ana utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema law aqsama ala Allah la abarra, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yaqini, Allah humjibu, sawa. Kama alivyosema Imam al-Qurtubi rahimahullah, akasema lisidqi tawakkulihi, kwa ule ukweli wa kutegemea kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qurbihi min Allah, na ule ukaribu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hii pia sio ruhusa kwamba mtu aape tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa anachotaka, hapana, bali mtu atakiwa asiape kwa Allah, na jambo limekatazwa, mtu asitumie kiapo kwenye kila jambo, si haipendezi. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja watu wa motoni, akasema la akhbirukum bi ahli an-nar, yani sikukhabarisheni watu wa motoni, sawa. Akataja hapo akasema kullu utullin, ni kila mtu ambaye ni utullin, unaochuona tafsiri anasema ni mtu mkali, mkatili, neno la maana nyingi. Kadhalika akawa ni mtu huyo ni mjeuri, sawa, kwa watu, akawa hana huruma mtu huyo, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, asema al-ghalid al-jaf, ni mtu ambaye ni msusuavu, yani mtu ambaye ni msusuavu wa moyo wake. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja sifa nyingine, akasema jawadhin, kama alivyotaja Imam an-Nawawi rahimahullah, akasema al-jamu' al-manu' al-akul al-sharub, ni mtu ambaye yeye kazi yake ni kukusanya mali kwa pupa tu. Kadhalika mtu huyo akawa ni mlafi, apenda kula sana bwana, sawa. Kadhalika kama mtu huyo ni mbinafsi huyo, sawa. Kadhalika mtu huyo akawa hakubali kushirikiana na watu, yani ndio maana ya binafsi, hakubali kushirikiana na watu. Kadhalika mustakbirin, kadhalika mtu huyo akawa ana kiburi, mjeuri, anawadharau watu, kwa sababu tunafahamu maana ya kiburi ni mtu kuikataa haki, kadhalika na kuwadharau watu, kujiona yeye ni mbora kuliko wengine, sawa. Alladhi yara nafsahu fawqa an-nas, anajiona yeye yuko juu ya kila mtu. Hizi ndio sifa za watu wa motoni. Sasa wanawachuoni kama Imam an-Nawawi kwa faida alipotaja hadithi hii rahimahullah ta'ala, akasema hadha al-hadithu yubayinu anna ahla al-janna, hadithi hii yabainisha kwamba watu wa peponi ghaliban, mara nyingi sana, hum ahlu tawadhu', wao ni watu wa kunyenyekea, wadhaifi, na watu ambao ni madhaifu, fi a'yunin nas, katika macho ya watu. Watu huona kama ni watu dhaifu sana hawa watu. Na akasema wa anna ahla an-nari, na watu wa motoni ghaliban, mara nyingi, ahlu takabburi, ni watu wenye viburi, walqaswati, kadhalika ni wasusuavu wa nyoyo zao,
wadhulm, kadhalika ni madhalim watu hao. Sawa. Na makusudio kadhalika sio kwamba umesemwa vibaya mtu mwenye nguvu au utajiri, kwamba mtu anakusanya mali. Hapana, makusudio yake si hayo, lakini makusudio yake ni mtu kuwa na kiburi na mtu kuwa na jeuri na mtu kuwa dhalim kwa sababu ya vile alivyovimiliki. Barakallahu fika, nimerefusha maneno, maradhi katika hilo, wallahu a'lam, lakini makusudio yake nadhani tutakuwa umefahamu. Allah barik.